Karibu tujadili kuhusiana na elimu ambayo inatolewa katika vyuo vikuu mbalimbali, lakini kubwa ni kuhusu uhusiano wake na soko la ajira na mahitaji yake kwa sasa, ikiwa vinaendana na nini ambacho kinapaswa kufanyika. Tumeshuhudia idadi kubwa ya wahitimu kutoka vyuo vikuu mbalimbali ikiongezeka kila mwaka, na wakati huo huo kukiwa na changamoto ya ajira, lakini wakati mwingine kwa wale ambao wanapata fursa ya kuajiriwa, kile ambacho wamekisoma kwa kiasi gani kinaendana na uhitaji wa soko la ajira, ni yale ambayo tutajadili hapa na kuzungumza, kugusia pia kuhusu ujuzi huo ambao unahitajika na uliopo, lakini masomo ambayo yapo pia kule vyuoni, ikiwa pia baadhi ya vyuo vimekuwa vikifanya jitihada mbalimbali hasa katika kuendelea kuboresha mitaala yake na kufundisha kuhusianisha pia na kile ambacho kipo sokoni, wakati mwingine ikiwa lazimu wale ambao wanahitimu kuingia katika ajira na kufanya mafunzo tena upya katika nafasi hizo. Hapa studioni tumemwalika Dr. Eva Shayo ambaye ni mratibu kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na tutafahamu mengi ambayo yanafanywa pia. Karibu sana Dr. Eva. Asante sana. Tumemwalika pia miongoni mwa wahitimu akiwa ni mhitimu Aeshi Milindi, na uzoefu pia upo wa ajira, pengine atatupa pia kile ambacho amekishuhudia darasani na hata hapo baadaye. Karibu Aeshi. Asante sana Hilda. Karibuni sana. Lakini lengo sio kuwatisha wanaohitimu. Naam. Lengo sio kuwatisha, ni kuangalia mustakabali bora kufikia usawa huo. Na pengine kuanza kwa kufahamu kutoka kwake Dr. Shayo, katika mitaala ambayo inatolewa ndani ya vyuo, ni kwa kiasi gani imekuwa ikiangalia uwiano wa kile ambacho kinahitajika katika soko la ajira? Asante sana Hilda. Nafikiri hili ni swali zuri sana, na niseme tu sisi pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam sasa hivi tumezingatia sana kuboresha mitaala yetu, na tunajaribu kuweka kitu tunasema competence. Tumekuwa tukilalamikiwa kwamba wale wanaohitimu wanakwenda kule wakiwa wana nadharia zaidi. Kwa hiyo imetulazimu kubadilisha mitaala yetu yote ili angalau kuondoa ile nadharia na kuweka kuwafundisha kwa vitendo zaidi. Kwa hicho ndo ambacho tunakifanya. Mitaala yetu imeboreshwa, na sasa hivi kile kinachofundishwa kimezingatia zaidi kuwapatia ujuzi, kwa maana ya kuwapa vile ambavyo wataenda kukutana navyo kwenye soko la ajira. Hilo ni la msingi sana, na naamini inawezekana kabisa baada ya muda mchache tukawa tunaona wahitimu ambao kule kwenye soko la ajira wakawa ni bora zaidi. Ndio. Kwa upande wako Aeshi, tuambie umehitimu wapi na kitu gani, na uzoefu ambao pia umeukuta katika sokoni huku ama kwenye ajira? Kwa jina kukitambulisha zaidi, naitwa Aeshi Hussein Mashaka Milindi, ni mhitimu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Nimechukua shahada ya Political Science and History na nimehitimu mwaka huu. Nimekaa mtaani kidogo, nimeona, lakini ushaga mtaani kidogo miezi mitatu minne hii umeona. Tuko 2017 na kuangalia sasa yani kidogo hii, na bahati nzuri nimefanikiwa kujiendeleza pia elimu ya masters katika strategy and governance chuo cha CFR pale. Kitu ambacho nimekishuhudia darasani na kwenye field ni vitu vile tofauti kulingana na mahitaji ya mabadiliko ya teknolojia ambayo yanakuwa kwa haraka kwa soko la sasa la ulimwengu, kwa sababu sasa hivi ukisema unaizungumzia Tanzania, huizungumzii kama kisiwa, unaizungumzia kama mjumuiko wa nchi zinazokuzunguka na nchi ambazo tunashirikiana nazo katika kila nyanja ya kiuchumi, viwanda na kila kitu. Lakini kitu ambacho unaweza kukishuhudia haraka ni uwepo wa uwiano usiostahili wa kinachofundishwa darasani na kinachofundishwa na kilichopo katika uhalisia. Naweza nikarejea katika nadharia za Mwalimu Nyerere za maendeleo. Mwalimu Nyerere alisema kwamba ili nchi iendelee inahitaji vitu vinne. Inahitaji watu
inahitaji ardhi, inahitaji siasa safi na uongozi na utawala bora. Sasa mimi nitazungumzia watu. Alivyozungumzia watu hakumaanisha watu kama kikundi cha watu ambao wamekaa sehemu moja. Alikuwa anazungumzia quality ya watu ambao wanaweza waka-exploit mazingira yanayowazunguka na kuweza kujinufaisha. Ndio maana maendeleo ni namna gani vipi unaweza kuyamudu mazingira yako na yakakunufaisha wewe na kizazi kinachofuata. Sasa ukiangalia mfumo wetu wa elimu na unavyotutengeneza na unavyotuandaa na maisha ya baada ya vyuo, ni mfumo ambao unaweza kusema ulikuwa ni outdated. Kwa sababu kitu ambacho nimesoma mwaka 2025 ndio kitu hicho mtu kasoma mwaka 90 katika kozi ambayo naisoma mimi. Maana yake unaweza kukuta kwamba haijabadilika sana kuendana na mahitaji ya soko tulilonalo. Na kimsingi ndio maana imekuwa kuna msuguano mkubwa sana baina ya wahitimu na mfumo hasa mamlaka, tukitupia lawama mara nyingi sana kwamba kile walichotupa na kile tulichokuta mtaani vitu vile tofauti. Sasa nadhani kunayo haja ya haraka kubadilisha mfumo uweze kuendana na soko la dunia la sasa hivi, kwa sababu mtu unatoka darasani umesoma ualimu, lakini ukirudi mtaani wewe umeendelea kuwa expert katika sehemu fulani. Ukirudi mtaani nafasi za ualimu hakuna ajira, afu unaambiwa kajiajiri. Unajiajiri wapi? Kwa sababu mfumo haujakutengeneza wewe kuwa independence. Umetegemea kutegemea kuajiriwa na sio kujiajiri. Sasa ndio maana panakuwa pana misuguano mikubwa, na nadhani bado tunayo nafasi ya kufanya mabadiliko ya haraka kumtengeneza huyu kijana, kwa sababu siku zote kwa mfano Afrika tumekuwa tunaimba zaidi ya 60% ya population ya Afrika ni vijana, na kuna watu wanalalamika wanasema population inakuwa kwa haraka, lakini wakija wenzetu wageni hapa kwenye population yetu wanaona fursa, lakini sisi tunaona mzigo. Kwa nini? Kwa sababu ni soko kubwa. 90% na bidhaa tunazozitumia katika nchi zetu tuzalishe wenyewe na tuna population kubwa ya vijana. Sasa ili kuweza kukabiliana na hiyo hali ni lazima kuandaa hawa vijana waje kufit demand ya soko na mahitaji yalipo sokoni. Ni kweli kama taifa naweza tukarudi nyuma, tulifanikiwa kufanya makosa, na 2008 Mzee Mkapa alikiri katika makosa ambayo aliyofanya makubwa ni kufanya privatization ya viwanda vya serikali na taasisi za umma bila kuweka taratibu za kusimamia. Matokeo yake vijana wamezaliwa katika jamii ambayo hasa walizaliwa mwaka 2000 na kupanda juu, katika jamii ambayo hawaoni nchi yao ikizalisha. Matokeo yake wamekuwa ni jamii ambayo asilimia kubwa ya bidhaa zao wanategemea nje, na tunaposema vijana mkajiajiri moja jasiriamali wanaishia kuwa wachuuzi na mawinga sehemu mbalimbali. Haya, sawa, tutakuja kuendelea zaidi, lakini pia tusikie vijana wenyewe wanasemaje. Naam, hasa kupitia matarajio, na kama ambavyo tumekujuza wakiwa wanahitimu, wahitimu kwa mara nyingi wanakuwa na matarajio mbalimbali baada ya safari yao ya elimu. Mwenzetu Jafari Mponda amezungumza nao, tusikie kile ambacho ameeleza. Kwa majina naitwa Mbepela Joseph Sabinus. Nimehitimu shahada ya udhamiri ya sayansi ya kemia, Master of Science in Chemistry. Matarajio yangu ni nisonge mbele, at least niwe na doctor na mimi nifanye PhD ya synthesis, na napenda sana hiyo. Kwa hiyo naamini nikipata nafasi ya kufanya hiyo nitaifanya kwa ustadi wa hali ya juu sana. Naitwa Jacqueline Nixon, nimehitimu Bachelor of Science in Agricultural and Natural Resources Economics. Sitabase tu sana katika kile nilichosomea, lakini nitabase kutoka katika knowledge ambayo nimeipata, kwa sababu nimepata vitu vingi. Kwa hiyo naamini nitajiendeleza katika biashara mbalimbali, nitajiajiri sehemu tofauti. Naitwa Geoffrey Adolf Maim, nimehitimu BCom Banking and Financial Services. Kozi inahusiana na masuala ya kibenki na fedha. Unajua kumaliza, watu wengi sana wanawaza sana swala la ajira. Kumaliza shule ni kitu kimoja, kupata ajira ni kitu kingine. Mungu ni mwema, ametuvusha hatua hii ya kwanza ya kumaliza shule, lakini kutokana na heka za maisha na nini atafungua milango. Naitwa Justin, nimehitimu kozi ya Agricultural Resource and Economics. Matarajio yangu ni kutumia nilichojifunza katika miaka yangu yote mitatu kwenda kuapply mtaani. Soko la ajira nitakabiliana kutokana na ukuaji wa teknolojia. Nitatumia opportunity ya teknolojia ambazo zipo kukabiliana nalo, kwa sababu tunajua ajira ni chache, lakini napaswa tukabiliane nayo hivyo hivyo. Naitwa Zafari Msham, nimehitimu Bachelor of Science with Education. Matarajio yangu ni kuja kutoa elimu kwa dogo zetu huko, pia kuzalisha taifa la kesho ambalo litakuwa bora zaidi. Jina langu ni Clara Emmanuel Ledio, nimehitimu School of Education
program ya Masters of Educational Management and Administration. Natarajia kuendeleza career yangu ya education, kuwa manager katika kipengele cha elimu. Nashukuru, kwanza naishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu mimi tayari ni mwajiriwa, nimekuja tu kufanya career development. Na washauri watu kuwa wabunifu, wavumbuzi, wasisubiri zaidi sana kwenye ajira. Ukiona ajira haipo, unaweza ukacreate mwenyewe mazingira ya kuweza kujitengenezea kipato kupitia elimu yako. Haya ni maoni hayo ya wahitimu kuhusiana na yale ambayo wameyasoma na kile ambacho wanatarajia pia mara baada ya kuhitimu. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam imekuwa kipokea maoni pia kwa wadau wa ajira wakati mwingine. Nini ambacho wanaeleza hasa ambacho wanahitaji na kile ambacho wamekuwa wakipokea? Nafikiri hata na hawa walichokisema kinaendana na yale ambayo kule kwenye uko mtaani, wanapaita mtaani, wanachokitegemea. Waajiri wengi sasa, imekuwa ni utamaduni kwamba mtu anavyoajiriwa kutoka chuoni moja kwa moja, wanampitisha kwenye training. Na waajiri wengi wanakuwa wakilalamika kwamba inakuwa ni gharama. Kwa hiyo wangetamani yule muhitimu anavyotoka chuo afike na aanze kuwa mzalishaji, waanze kumfaidi. Na nafikiri hilo ni jambo ambalo sisi kama Chuo Kikuu cha Dar es Salaam limetusababisha tuanze kufanya kazi kwa ukaribu sana na hizi tasnia, kwa maana ya hizi taasisi za umma na binafsi. Tunatamani sana sisi pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tuna uwezo, uzuri wamesema wenyewe, tunawapa knowledge ya kutosha. Sasa kuna hivyo vingine ambavyo wakati mwingine au inawezekana tusiweze kuvifanya sisi wenyewe kuvikamilisha. Kwa tunategemea tukishirikiana na hizi taasisi mbalimbali za umma na binafsi, tukafanya kazi kwa pamoja, tunaweza tukawapatia kila ambacho kinahitajika. Kwa sasa hivi ninavyozungumza na ninyi, tuna mashirikiano na tasnia nyingi sana za umma na binafsi. Nikitoa mfano mmoja tu, tunafanya kwa kushirikiana na watu wa GSM. Wanakuja wenyewe, kazi yao kubwa ni kutusaidia kuwapa hawa wanafunzi soft skills bado wakiwa pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa pamoja na zile kozi zake alizozisoma, lakini pia wanatusaidia kumpa hayo maarifa. Lakini sambamba na hilo, nafikiri tumetengeneza miongozo ambayo inatusaidia sana kuhakikisha kwamba tunafanya kazi na hizi taasisi kwa ukaribu. Nikisema mojawapo, kwa mfano, tumeanzisha kamati za ushauri, tunaziita Industry Advisory Committee, na kiukweli tunashukuru serikali imetusaidia. Tumeanzisha na hizi kamati zina watu kutoka kwenye hizi taasisi mbalimbali za binafsi na umma, wakikaa na wale walimu wetu pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, hawa kutoka kwenye taasisi wakituambia nini kinatokea huku, na sisi huku tuone ni namna gani tunaweza kuviweka kwenye mitaala yetu. Tumesha kuwa na hizo kamati kwa miaka 3 sasa hivi takriban, na kuna ushauri mwingi sana ambao wanatupatia. Kwa ile dhana ya sisi kukaa peke yetu kule na kufundisha kile ambacho tunafikiri ndicho kinachohitajika, kwa sasa hivi sivyo kilivyo. Tunapata kutoka kwao, alafu kile ndo tunakiweka. Wamekuwa wakishiriki kutusaidia kuboresha mitaala yetu ambayo imekuwa ikilalamikiwa kwamba haitoi kile ambacho waajiri wanakitaka. Sasa tumewaleta ili na wenyewe angalie ni kitu gani tunaweza kuboresha kwa pamoja. Sasa kuna watu pia wanawapiga mawe watu wa taasisi za elimu ya juu, kwa maana nyinyi wakufunzi, kwamba jinsi ambavyo wakufunzi wanapatikana pia inaweza ikawa kwa namna moja ama nyingine inaweza ikaathiri uhusiano uliopo kati ya wahitimu na hali ilivyo kwenye soko. Kwa mfano, mwalimu wa chuo kikuu anakuwa kuna idadi kubwa ya walimu wa vyuo vikuu ambao unakuta amemaliza chuo kikuu akapata ufaulu wa juu, kwa hiyo chuo kikambakisha akawa tutorial assistant na anaendelea kujiendeleza, yuko pale pale chuoni anafundisha, anakuwa mhadhiri msaidizi, baadaye anakuwa mhadhiri kama wewe, na mwingine anakuwa profesa. Sasa huyu anakuwa ni mtaalamu kwa mfano wa masoko, hajawahi hajawahi kutest pale Kariakoo watu wanafanyaje, au hajawahi kumiliki. Kwa hiyo kuna watu wanahoja kama hizi kwamba wakati mnabadilisha mitaala
hamuoni pia kuna haja ya kuanza kubadilisha mtazamo jinsi ambavyo wakufunzi wa vyuo vikuu wanapatikana? Asante sana Good Luck. Nafikiri hayo mara yataendelea kupungua kwa sababu tumeshalitazama. Okay. Na umesema vyema kabisa kwamba yule anayefaulu vizuri ndo anayebakishwa kuanza kufundisha. Lakini tumeanzisha katika haya hii miongozo ambayo tumeitengeneza, kuna mwongozo sasa hivi ambao tunaufanya, tunapeleka wale maprofesa, tunapeleka wale wanaojiita madoctors, wanakwenda kule kwenye taasisi za watu binafsi na za umma kujifunza. Okay. Na nafikiri mpaka sasa tumeshapeleka wakufunzi zaidi ya 40. Wanakwenda kule, wanakaa kule, wakifanya kazi kule kwenye zile taasisi, huku akiendelea kulipwa mshahara na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Okay. Lakini tunamplace pale na tunamwacha kwa kipindi cha miezi 3, tukiamini kwamba atajifunza nini kinaendelea, kwa sababu kama unavyosema ni kweli, inawezekana alikuwa na akili sana akabakishwa kwa sababu ya GPA. Lakini sasa ni wakati wa yeye kwenda na kujifunza nini kinatokea kule kwenye industry ili aje akitumie. Lakini pia tunamtegemea sasa, anawezekana amefanya research nyingi sana. Okay. Na kuna vitu anaweza pia akashauri kule kwenye ile taasisi akawasaidia. Kwa hiyo tumesikia hiyo na tumeanza na mnafanyia kazi. Tutakaporejea tutaendeleza hapo hapo. Aish, pia nitataka kusikia mtazamo wako kama kijana ambaye umehitimu hivi karibuni, lakini kwa sasa hivi tutapata mapumziko mafupi, tutarejea kuendelea. Na tunaye hapa mratibu ambaye anaangalia ile link kati ya chuo kikuu na kwenye tasnia, lakini pia tuna mhitimu ambaye amehitimu hivi karibuni. Tumerejea tena na tunachoangalia hapa ni uhusiano uliopo kati ya elimu ambayo inatolewa vyuo vikuu na soko la ajira. Aish, tulisema tukirudi tutapata pia mtazamo wako kuhusiana na hawa lectures ama wahadhiri ambao nyie wanafunzi mnaoona vyuo vikuu. Unajua na nyie pia mna nafasi ya kuwatathmini. Mnaona wanawaridhia ama wanawapa wanakidhi kiasi gani ile kiu yenu ya kupata maarifa ambayo yanaweza kuwasaidia katika kulikabili soko la ajira? Kwanza nitaanza na rejea na historia kidogo. Nchi yetu imepitia nyakati nyingi sana mpaka kufikia mwaka 2007 tulifanya mabadiliko makubwa katika sera ya elimu. Na mabadiliko haya yameenda kuondoa ama kubadilisha nadharia kabisa ya mtazamo wa elimu za vyuo vikuu zilivyo. Mwanzoni tulikuwa tuna elimu ya chuo kikuu ambacho kinazalisha wataalamu, lakini tunasema professional people. Huku chini katika elimu ya kati, maana vya ufundi, tulikuwa tunazalisha watu wenye ujuzi. Kwa mfano leo ukienda kwenye industries, kwa mfano kwenye site ya engineer, huwezi kumkuta engineer anasuka nondo. Nondo zinasukwa na watu wengine. Sasa wale watu wengine ambao wanasuka nondo walikuwa wanazalisha vya ufundi. Ukienda IT, ukienda NIT na sehemu kama hizo. Sasa tukaamua kubadilisha hivi vyuo, tuvibadilishe kuwa vyuo vikuu. Tukaacha elimu ya ufundi, tukaanza kutoa elimu ya maarifa ambayo kimsingi mtu anampa maarifa, lakini engineer anaweza kaa anaongea mambo mengi sana, lakini ukimpa sasa ingia sasa site ufanye hawezi. Yeye ni mtaalamu. Na tumaanisha kwamba nadharia kubwa ya vyuo vyetu vikuu kutengenezwa, kwa mfano Chuo Kikuu cha Dar es Salaam iliandaliwa mahususi kuwa Center of Research and Innovation. Ni sehemu ambayo kila mtu ana uhuru wa mawazo na kufikiri vile ambavyo anavyoona ni sahihi, lakini asiende nje ya taaluma yake. Maana kama mnaamua kutengeneza argument, njoo kwa hoja. Lakini changamoto kubwa ambayo inavikabili vyuo vyetu ni kwamba tumegeuza kuwa ni uwanja wa kupambana kwa ajili ya GPA na sio uwanja kwa ajili ya kupambana kwa ajili ya maarifa. Asilimia kubwa ya watu tunashindana kukariri ili tumrudishie notes alizotufundisha mwalimu darasani badala ya kutoa kile ambacho tunachoelewa fulani. Kwa mfano, unaweza kunipa nadharia fulani ambayo naweza nikaifanyia niipitie, alafu niangalie ile nadharia. Kwa mfano, naweza nikapitia Art of the War ya Sun Tzu,
alafu nielezee katika context ya mazingira ambayo ninayoishi, kwa mfano hali ya kisiasa ilivyo, hali ya kiuchumi, hali ya nini, ama nikatumia kitabu cha The Prince kuelezea nadharia ilivyo. Lakini changamoto ni kwamba tumekuwa tuna mfumo ambao tunarudisha notes tulizofundishwa. Yaani mwalimu akija darasani akija kwenye lecture anataka nichukue notes, alafu mwisho wa siku nikazikariri zile notes, alafu nije nimrudishie kwenye mtihani. Na hizi zinatumika kama kiwango cha kutengeneza ufaulu wangu mimi ukoje. Na maybe kuna wanafunzi wamekuwa wakipitia changamoto pale wanapokuja na mawazo mbadala tofauti na yale ambayo walioelekezwa na wahadhiri wao. Imekuwa kileta changamoto sana katika maisha yao ya chuo. Sasa hii inakuwa inatengeneza msuguano wa gap kwamba wahadhiri wana maarifa ambayo wanawalazimisha nyie ndio mkariri. Sasa hii imekuwa ikipunguza uwezo wa wanafunzi kufikiri na kutumia mawazo yao, lakini imekuwa ikitengeneza woga wa kujaribu, woga wa kuthubutu. Kuna mtu mwingine anamaliza paka mwaka 3 kwenye semina haungi hoja. Yeye ni mtu wa kusikiliza tu, ameingia muda present na muda wa present anakaa nyuma ya watu, present ana sign kwenye ndani yake, ameondoka. Sasa hii inaondoa hiyo testi. Lakini kuna kitu ambacho nilimuuliza madam, naweza nikakiongezea hapo, cha gap iliyopo baina ya kwenye field na ndani. Ukisoma vyuo vingi duniani, naweza nikarudi nyuma kwa mfano Meiji Restoration ya Japan ya mwaka 1868 walivyoondoa ule utawala wao wa kizamani, walianza kutengeneza expertise ambao wanaweza kucompete na nchi za magharibi. Walifanyaje? Walikuwa wanachukua wasomi mbalimbali hasa vyuo vikuu na wale wanaomaliza wanawapeleka nchi za Ulaya, kwa mfano Netherlands na nchi zingine. Alafu baada ya muda wanawarudisha na yale maarifa ambayo wataapply katika mazingira yao. Lakini kwetu sisi si katika, madam amesema tunafanya, lakini hatujafanya katika kiwango ambacho kinachohitajika. Tumekuwa tuna field ambayo kinachofundishwa darasani na kilichopo katika mazingira yetu ni vitu vile ambavyo havishabihiani. Kwa nini? Kwa sababu tumewafungia wahadhiri wetu na maprofesa wetu katika chumba kimoja, wakati fursa na jamii katika chumba kingine. Ndio maana sasa hivi hata mawazo ya wataalamu wetu yamekuwa hayafanyiwi kazi, kulingana na kwamba tumewapunguzia ile thamani ambayo tulikuwa tumewapa hapo awali ya kushauri, kushiriki na vitu kama hivyo. Sasa kwa level ya mwanafunzi, mimi nadhani turudishe chuo kikuu kama sehemu ambayo ni arena ya kupambana kwa hoja na research na vitu kama hivyo. Lakini pia kwa hiyo manake unataka turudi katika ule utamaduni, unasema ile pyramid, kwamba huku chini tunakuwa na watu wengi ambao wanakuwa katika vyuo vya ufundi, vyuo vya kati, alafu huku vyuo vikuu wanavyozidi kwenda juu wanazidi kupungua, na hawa sasa wanakuwa ni watu kama walivyosema masuala ya utafiti, ugunduzi, fikra huru na vitu kama hivyo, sio? Yes, kwa sababu ukiangalia kwa mfano nchi ya China, mtihani wa kutoka elimu ya tunasema high school kwenda university ni mtihani ambao ni mgumu zaidi kuliko mitihani yote. Kwa sababu gani amefanya vile? Kupunguza population ya watu ambao wanaenda vyuo vikuu. Yaani vyuo vikuu wamechukua watu wachache ambao wataenda kusoma theory, research na vitu kama hivyo, lakini vyuo vya kati wameacha vijana wengi ambao wanaenda kujifunza namna ya uzalishaji. Utazalisha hiki, utazalisha hiki, utazalisha. Mwisho wa siku imekuwa ikiwasaidia hawa kuwa na startup wengi ambao wanakutana na kuanzisha tu viwanda dogo ambao wanakuja kuuza katika nchi zinazoendelea. Lakini hapo katika vyuo vyetu tufanye tathmini tu haraka. A part of mitaala ambao tunasema mitaala outdated, tuna mradi wa HIT ambao umekuja sasa hivi. Je, mradi wa HIT unakuja kutransform vipi? Mradi wa HIT umetoa ile taaluma au culture ya kutengeneza wataalamu ambao ni wajuzi, wenye ujuzi katika vyuo vya kati. Matokeo yake tunapeleka kutengeneza wataalamu katika vyuo vikuu. Athari ni ipi? Ni kwamba wale watu ambao ni critical thinking ambao chuo kikuu itaka kiwazalishe, maana yake haiwazalishi. Chuo kikuu inaweza kubeba majukumu ya VETA. Alafu kingine tuangalie, je, vifaa vyetu vya kujifundishia vinaendana na nyakati ya dunia tuliyopo? Kwa mfano, mimi nitatolea mfano kwa sababu ni mazingira ambayo nimekulia. Kwa summarize sasa. Summarize. Ukienda University of Dar es Salaam, ukiingia College of Engineering, je, ile mitambo wanayoitumia inaendana na mazingira tuliyopo? Kwa sababu kama napenda kufanya research, napita naangalia, naona mitambo mingi ni outdated. Maybe labda ile ingetumika katika kipindi cha Azimio la Arusha.
lakini tunatumia katika dunia ambayo watu wanatumia AI, unampeleka mtu katika dunia ambayo imebadilika sana. Kama tunaamua kubadili mfumo wa elimu, cha kwanza tubadili namna ya kufikiri watu wetu. Unamfundisha kijana huyu kufikiri vipi? Kwa kijana wa Tanzania afikiri sawa sawa na kijana alimaliza Japan, alimaliza Hong Kong, alimaliza Taiwan. Lakini pia mitambo inayotumika katika kazi zako za kitaaluma iendane na ishabihiana na dunia yetu. Sasa Dr. nilijua mawe yanatoka nje, mengine yanatoka ndani. Karibu react kitu ambacho umezungumza kama nataka ku. Nashukuru sana na nashukuru kwamba yanatoka na ndani lakini natamani kuelezea watu wanaotutazama siku ya leo kwamba naamini kabisa kuna very big transformation imeshafanyika so far. Nafikiri amesema amemaliza na miezi michache na amefanya political science, lakini ni kwa sababu yeye amemaliza, lakini so far naamini kuna mabadiliko makubwa sana ambayo yametokea. Ila amepishana nayo. Amepishana nayo. Pole sana. Kwa hiyo tutegemee na nafikiri kuja kupata watu waanze kusema vinginevyo itahitaji pia muda kidogo. Hatuamini kwamba mabadiliko yametokea alafu mapema kabisa watu waanze. Kwa hiyo nadhani mabadiliko ni process na tumeanza hiyo process, na kwa sasa hivi hata kupitia huu mradi wa HIT, hiyo engineering anayoisema ina mitambo ya kisasa mingi sana ambayo iko pale. Akiweza kupita sasa hivi anaweza akaja na sasa hivi ipo na ushuhuda mwingine. Kwa hiyo niseme tu kwamba anaongea ni past experience yake, na nafikiri hayo yote yameonwa hata na serikali, yameonwa na nafikiri sio chuo kikuu tu cha Dar es Salaam. Kuna mabadiliko makubwa sana kwenye mitaala yetu ambayo imetokea, na jamani tusubiri yajayo, yanafurahisha. Sisi tunaendelea kusubiri kuona hayo, tupate maoni. Bahida unaweza kulalamika bana chuo sio hakuna hiki hakuna kile, kumbe wiki iliyopita kuna vitu vimekuja. Basi tutahitaji muda ili kuona hayo mabadiliko. Kule Morogoro wamezungumza pia na kutoa maoni juu ya swala hili. Huyu ni Eva Minga, mkurugenzi wa Sevena Bakery and Gifting. Ni mhitimu wa shahada ya usimamizi wa wanyamapori katika chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo Morogoro SUA mwaka 2021. Akiwa bado mwanafunzi, alitumia sehemu ya mkopo wake kuanzisha biashara ya keki. Kwa nini kujiajiri na sio ajira ya kuajiriwa? Kwa sababu unaangalia pia na upepo kana kwamba bado ajira ni changamoto kwenye kupata nafasi. Of course mimi nimesoma wildlife management, lakini sasa katika nafasi kwenye kupenya huko tunakuwa tumetoka wengi, lakini nafasi ambayo inahitajika ni wachache. Lakini angalau kujiajiri unaweza create kitu na kukifanya, kwa sababu bado inahitajika kwa watu wengi. Awali wateja wake walikuwa ni wanafunzi. Of course nilianza wanafunzi, wateja wangu kupo ni wanafunzi kwa ninapoanza wanafunzi wa SUA, lakini kwa sasa hivi angalau napata na watu wa nje, yani sio tu wanafunzi peke yake. Kwa tulipoanza kikwetu tumeanza kidogo mdogo, nianza kwa kama rate ya kutoa kwa wiki unaweza kutoa keki chache, yani unaweza ukipata order na subiri tena. Lakini mpaka sasa namshukuru Mungu, walau kila siku nina uwezo wa kuhudumia watu kwa kutoa keki. Na hivyo unaweza kusema biashara kwa namna hiyo manake inapanda, sio inayokuwa inashuka au imestaka, hapana. Wazazi wanavyokusomesha wanatarajia ukapate kazi labda serikalini, mashirika makubwa. Wewe upande wa wazazi wako ulikuwaje? Of course mimi hata wazazi wangu pia notion hiyo. Yaani mpaka hivi leo nimejiajiri, yani naendelea na biashara, lakini bado utasikia tumeongeza kukupigia simu, vipi? Hujapata bado kazi? Yani unaona kabisa sawa, yani haukatishi tamaa unachokifanya, lakini bado moyo wake na matamanio yake ni kukuona ukiwa umeajiriwa. Kupitia biashara hii, Eva amefanikiwa kutoa tuzo ya mtengenezaji bora wa keki mwaka 2024 kwa upande wa wanawake, ambayo ilitolewa na Ladies Talk Awards. Teresia Mwanga, Azam News, Morogoro.
Na msimulizi yake hiyo kutoka Morogoro kumhusu Eva ambaye amekuwa akitengeneza kabisa keki. Tupate sasa kwa upande wa Shinyanga. Singida. Mimi Mustafa Hamisi ni mkazi wa halmashauri ya wilaya ya Itigi, kata ya Mitundu, kijiji cha Mitundu. Ni mhitimu wa chuo cha usimamizi wa fedha, nimehitimu mwaka 2023, bachelor degree in accounting, banking and finance management katika chuo cha usimamizi wa fedha kilichopo Mwanza, campus ya Mwanza. Nimejiajiri toka mwaka 2024. Mimi najishughulisha na swala zima na FEM, kwa maana ya kibanda cha chipsi na duka la vinywaji. Nilianza kwa kujiajiri mwenyewe, kwa kufanya mwenyewe, lakini baadaye nikajitahidi nikakuza mtaji na mpaka sasa nimefanikiwa kuajiri vijana 4 katika ofisi zangu. Nafsi nimejiajiri katika swala zima la kuchoma chipsi na kuuza vinywaji kama fursa ambayo niliona ipo eneo la Itigi na mahali ambapo natokea. Na kiukweli ilinipa gumu kidogo mwanzo wakati naanza, lakini uthubutu wangu ndio ulinifikisha mpaka hapa nilipo leo. Jamii, nilipata ugumu katika jamii kunipokea kwa sababu mwanzo wakati naanza kazi hii nilifanya mwenyewe. Nilianza kwa kufanya mwenyewe, nilikuwa na kijana tu mmoja ambaye nilikuwa namlipa kibarua, lakini nilianza kufanya mwenyewe. Ugumu ulinijia, jamii haikunipokea vizuri, ikiwemo hata na ndugu. Lakini baadaye, baada ya miezi 3, 4, 5, FEM yangu ya chips ilikuwa maarufu na niliweza kufanya innovation mbalimbali. Kwa mfano, nilianza kufanya free delivery kwenye biashara yangu. Lakini pia niliweza kuleta viungo katika chipsi ambavyo havikuwepo katika maeneo haya na kupelekea FEM yangu kuwa maarufu, kupendwa na watu wengi zaidi na kupelekea FEM yangu ikawa kubwa zaidi. Kwa kweli vijana ambao tuko chuo tuanze kuwaza nje ya boksi. Kiukweli wasomi tumekuwa wengi sana nchini Tanzania. Ni vigumu wote kuajirika kwa wakati mmoja, licha kuwa serikali inajitahidi kadri ya uwezo kuweza kutengeneza ajira nyingi zaidi serikalini na kwenye mashirika binafsi, lakini tuanze kuwaza nje ya box. Tujitahidi ile elimu na ile knowledge ambayo unaipata, degree, diploma, certificate, form 6, form 4, sasa unaporudi mtaani ikusaidie kuwa pesa. Tusichague kazi za kufanya, tufanye kazi ambazo itakuingizia kipato cha halali. Tusiwaze tu kuajiriwa, ajira zimekuwa ngumu. Ni maoni hayo kutoka Singida. Kabisa Hilda. Na unajua tulikuwa tunaongea hapa pia off camera. Nilikuwa namuuliza dokta hapa, umeona vijana wamejiajiri, lakini unakuta ni wazi kabisa kwamba walichosoma na wanachofanya mtaani ni tofauti. Na tuna vijana wengi sana ambao vyuo vikuu wamesoma political science, wamesoma BAED, wanaita education sio na nini, lakini kama alivyosema unakuta wengine ni mawinga Kariakoo, wengine wanauza keki, wengine wanauza juice. Sasa hii nafikirisha kidogo dokta kwamba mhitimu wa chuo kikuu anamaliza anakwenda kufanya kujiajiri. Ni kweli ni fursa, lakini ni jambo ambalo hata mtu aliyemaliza kidato cha 4 anaweza kaifanya. Asante good, lakini nafikiri ukiangalia vizuri ndio elimu ya chuo kikuu cha Dar es Salaam ni universal, naweza nikasema inakutengeneza kuwa mtu yoyote. Okay. Ajira duniani kote sasa hivi ni changamoto. Kwa hiyo mimi nafurahi sana nikimuona mtu ambaye amehitimu chuo kikuu na ameweza kuja na innovation na pengine akaajiri wengine, kwa sababu hicho ndio tunachotegemea sasa hivi. Sisi chuo kikuu cha Dar es Salaam tuna initiatives nyingi sana. Tuna hizo innovation hubs pale. Pamoja na kwamba amekuja kusoma bachelor labda ya of science in engineering, lakini tunatamani sana huyu mtu pia awe innovator. Na hizo initiatives zipo, tuna directorate ambayo inasimamia hayo maswala. Mtu awe na idea akiwa pale anasoma, tunatamani tayari aanze kuwa na idea ambayo kesho na kesho kutwa itakuwa na ataweza kuajiri wengine. Na ukisema atakuwa sawa na aliyemaliza form 4 kidogo, hapo mimi naona sio sawa. Naamini kabisa ukikuta kampuni mbili ya aliyemaliza form 4, aliyemaliza chuo, the way zitakavyokuwa zinafanya kazi, naamini kabisa zitakuwa ziko tofauti, na kuna mengi ambayo huyu anaweza kujifunza kwa yule ambaye amemaliza chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo mimi nasema kwamba tusiwe na akili ya kwamba tukimaliza lazima tukaajiriwe. Lakini tunaweza tukajibanaisha
kwamba na sisi tuende tukaajiri wengine, na ndio hicho ambacho tunatamani sana vijana wetu wakimaliza wakaajiri wengine. Kabisa. Na unaamini kwamba wanaofanya hizi wakiwa wamemaliza chuo kikuu anakuwa anatofautiana nini na yule ambaye amemaliza kidato cha 4 na amekuwepo mtaani amekuwa akifanya hivi? Mimi naamini kuna maarifa mengi sana yeye kwa kupata nafasi ya kufika mpaka elimu ya chuo kikuu ameyapata. Na kuna fursa nyingi sana ambazo yeye atakuwa amezipata ambayo yule mwenzake aliyeishia form 4 anakuwa hajavipata. Kwa hiyo ninaamini ana maarifa zaidi kwa sababu tu alipata ile nafasi ya kufika mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa sababu kama nasema tuna hizo innovation initiatives pale, wa darasa la 7 anaweza asiingie pale na kupata kile ambacho kinatolewa mle. Lakini huyu ambaye amefika mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam kuna vingi sana ambavyo anakuwa amevipata ukimlinganisha. Kwa hiyo naamini kabisa hata ufanyaji zile biashara zao, uendeshaji wa biashara, yes, naamini zitakuwa tofauti. Nachowapendea vijana wenzangu wameweza chuo kikuu, anaweza kaa ana sehemu anauza juice, anaweza akaita labda Masaki Juice Point, afu anajiita CEO. Na CEO kweli. Kwa jinsi hapo yani anaendesha kwa mtazamo. Yani huyu mtu ni kiongozi. Yani unajua mtu ambaye ameweza chuo kikuu ni mtu ambaye anaandaliwa kuwa manager. Kwa hiyo hata mtazamo wake anavyoendesha vitu, hata kama ni kitu kidogo anakiendesha katika namna ambayo anaweza kawa anaendesha mtu ambaye ni CEO wa kampuni na vitu kama hivyo. Kwa kumalizia, kama mhitimu Aish, unadhani sasa kitu gani kifanyike kwenye taasisi za elimu ya juu, lakini pia masuala ya kisera, kwa sababu haya mambo ni mambo pia ya kisera, matokeo yake yanatokana na mipango mbalimbali ya kisera. Ni kitu gani ambacho kinakosekana hapa ambacho kikifanyika tutaweza kufikia pazuri? Narudi pale katika njia 4 za kuleta maendeleo ambazo alizipendekeza Mwalimu Nyerere. Ya kwanza ni watu, ardhi, siasa safi na utawala bora. Kwanza kwenye watu, ni lazima tutengeneze sera ambazo zitatengeneza watu wenye ubora ambao unaweza ukashindana na vijana kutoka sehemu yoyote duniani. Na tunawatengeneza vipi? Ni aina ya mitaala, vyuo vyetu na namna ya kufikiri tunavyowapa. Leo ukipita katika peji za wa China utaona kwamba ina matangazo mengi, maana yake hawa watu wanazalisha sana. Lakini sisi kwetu ukija kwenye peji zetu, mambo mengine kusema online ni aibu. Huwezi kuona kuscore video 3 bila kuona video ambazo huwezi kuona na mtoto. Kwenye ardhi, ni kwamba je, hawa watu ambao tunawatengeneza wanaweza kuyamudu mazingira yanayowazunguka? Wanaweza kubadilisha jamii yao kwa kupitia rasilimali zilizopo? Maana yake kama ni elimu ya chemical engineering, kwamba mtengeneze mtu ambaye anaweza akatengeneza kampuni kake, akaajiri, ambayo itamudu masuala ya chemical. Kwa mfano kwenye rasilimali au vitu tunavyovitumia, asilimia kubwa tumekuwa tukiagiza kutoka nje. Mfano kwenye bidhaa ya chuma tu tumetumia kwa mwaka zaidi ya trilioni 1 kuagiza bidhaa za chuma kutoka nje. Wakati hapa ndani tuna chuma, kwa nini hatutumii? Kwa sababu hatujatengeneza watu wa kutosha kutumia hizo rasilimali zetu. Cha pili ni utawala bora. Utawala bora maana yake tunazungumzia ni sera zilizopo katika nchi yako zinaendana na matakwa yaliyopo ya ndani, matakwa ya nje. Sasa hapo ndo tunarudi mabadiliko ya mfumo wa elimu, kwamba lama ile pyramid shape tuirudishe, tuondoe vijana wengi kwamba kila kijana aende chuo kikuu. Tuwarudishe katika elimu ya kati ambao tutawapa elimu ya kutosha. Uzuri Mwalimu Nyerere alipokuja na siasa ya ujamaa na kujitegemea, alikuja na mfumo mzuri sana. Hatujakosea wala tujaenda mbali. Tunaweza tukarudi nyuma kujifunza. Alianzisha vyuo vya ufundi kutokana na kanda, kwamba ukienda kanda utasoma technical school, utaenda wapi, kwamba unaandaa vijana ambao anaweza akafumua engine akaisuka upya. Ni kwenye sera, lakini pia kwenye utawala bora. Je, watu wako wakiona serikali au wakiona utawala wao wanaiona dunia ambao wanaitaka? Je, ni viongozi wapo kwa ajili ya kuwatawala watu ama wapo kwa ajili ya kuwasaidia watu? Ama ni viongozi ama wapo kwenye madaraka kwa ajili ya kupambana na umaskini ama kupambana na maskini? Kwa sababu mfumo tulionao, kwa mfano unamaliza chuo kikuu unadaiwa milioni 20 ya bodi ya mikopo, na hiyo fedha inakuja na riba. Maana yake mfano chuo kikuu cha Dar es Salaam, chuo cha serikali, ukienda pale Nyulai pale kuna maandishi makubwa sana Mwalimu Nyerere ambaye amesema, akiwaambia vijana wa nchi hii wanao wajibu kutumia elimu hii ambao waliopewa na watu ambao waliojinyima kwa ajili yao, na mkishindwa kuitumia kwa maslahi ya umma
nyie ni maadui wa umoja wetu, kwamba serikali ina take responsibility kuandaa vijana hawa. Ni kweli ni gharama kubwa kuwasomesha, lakini return yake utaipata wanaporudi kwenye field kuzalisha. Zile millions of dollars ulikuwa unatumia kupeleka nchi nyingine kuagiza bidhaa zinabakia katika nchi kwa sababu zile bidhaa wanakuwa na uwezo wa kumudu kuzitengeneza. Sasa lazima tutengeneze utawala ambao una vision, unaona miaka 30 mbele. Ukiangalia Singapore, kanchi kadogo hakana hata maji ya kunywa, lakini watawala wao walikuwa na vision. Sasa lazima tuje na sisi kwetu tubadili. Kulikuwa ni kuja na sera ambazo zinalenga kipindi fulani. Kwa mfano, nimepitia vizuri sera ya 2025-2050. 2050 hii sera ni nzuri sana ukiangalia, lakini ni sera ambayo inatengeneza mercenaries, sio jeshi. Vijana wengi natengeneza kupambana soko la ajira, maana yake ni mercenaries, kwamba naenda kujiuza katika soko la ajira. Nani ananinunua? Maana yake tunategemea makampuni ya nje. Lakini tukianza jeshi, maana yake hawa vijana watasimama kwa ajili ya uchumi wao. Paka mwaka 2000 tulikuwa na sera hiyo ya ujamaa na kutegemea. Lakini wakaja watu wakaturubuni wakasema ili uonekane ni msomi uongee Kiingereza kizuri. Sasa unajua ndugu yangu, wewe ni mtaalamu wa sayansi ya siasa. Mtitimisha maana unajua mwanasiasa anasema sitaongea sana. Sasa kwa kumalizia, mwisho kabisa tumalizie hapo. So ni hivyo kwamba mfumo tulionao ni mfumo ambao unatengeneza kijana kuzungumza Kiingereza kizuri na kuwa na vyeti, lakini maarifa ni nothing. Lazima turudi kutengeneza vijana ambao tukiwaangalia tunaiona Tanzania miaka 2050 ambayo inaweza ikacompete na mataifa mengine. Naam. Sasa Dr. kwa kumalizia, ipi commitment ya taasisi za elimu ya juu ikiwemo chuo unachotoka katika kuhakikisha kwamba mnabadilisha hali ya mambo kuendana na mazingira yaliyopo? Asante sana Goodluck. Nafikiri taasisi zote za elimu ya juu zimeanza. Siwezi kusema kwamba tunaenda kucommit, tumeshaanza, na kama ambavyo nimeelezea kuna maboresho makubwa sana ambayo tumeyafanya. Wito wangu ni kuwaomba sana watu kutoka tasnia, kwa maana ya taasisi za watu binafsi na taasisi za umma, tushirikiane. Hakuna namna ambavyo hawa graduates tutawapika wenyewe. Ni kwa kushirikiana nao tunaweza kutengeneza kiungo niseme ambacho kitakuwa bora kwao, lakini pia na kwa jamii yetu kwa ujumla. Kwa niwaombe sana sana tushirikiane. Nimesema tuna miongozo ambayo tumeitengeneza. Nafikiri hili ni la mwisho kabisa Goodluck, nitalisema kwamba pamoja na kuwapeleka wale members of staff huko kwenye makampuni, lakini pia tumeanzisha mwongozo ambao hata wewe Goodluck una nafasi ya kuja pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na kushare kile ambacho kiko huko kwenye industry. Kweli. Una uwezo mkubwa sana, una experience kubwa sana kwa kuwa hapa. Sichelewe, vijana watakuwa wanakosa madini. Kabisa. Kwa hiyo tunaomba sana hizi tasnia mbalimbali zitupe ushirikiano, tushirikiane, naamini kabisa tutatengeneza kizazi ambacho ni bora kama ambavyo kila mtu anatamani iwe hivyo. Asante sana. Tunawashukuru sana, asanteni sana. Aish, shukrani sana. Na mimi nakutakia pia kila laheri kwenye soko, karibu pia kwenye industry au tuseme karibu mtaani. Asante sana. Japo inawezekana pia ushaanza kukaribishwa, lakini bado tunaendelea kukaribisha kwa sababu bado ni mpya, lakini tunakutakia kila laheri kwenye taaluma yako kama mtu ambaye unaandaliwa kuwa kiongozi, kwa sababu naona masomo yako yote ni yanahusika na masuala ya uongozi, na jinsi pia unavyojenga hoja tunaona kabisa kwamba inawezekana ukawa kiongozi mzuri ajaye. Kwa tunakutakia kila laheri, na Dr. Eva tunatakia kila laheri katika kurekebisha mifumo yetu ya elimu. Tunakamilisha hivyo.